Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhanahu wa subhana zimfike mbora wa umma huu, na si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye amesifika katika kitabu chake subhanahu wa ta'ala, Allah akisema wa rafa'na laka dhikrak. Ndugu zanguni, ama biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, yarhamukallah, kwa siku hii ya leo nitakuletea kichwa cha anwani kinachosema sababul masi, sababu ya mtu kupatwa na jini mahaba. Sababul masi, sababu ya mtu kupatwa na uchawi mahaba. Namna gani inavyoweza kutokea na namna gani tunavyoweza kujinusuru kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Inshallah, ambatana na mimi tuweze kuona mazito na matukufu yatakayojiri katika darasa langu leo hii kwa hurma yake subhanahu wa ta'ala. Kwanza tunaanza kwa kusema wa bisababil masi wa huwa al-ishq wal-hawa min al-jinni lilmar'ati aw al-jinniyyah lirrajuli kama awdahna fi asbab al-masi, kwamba mtu sababu ya kupatwa na masi ya jini mahaba. Kwa nini watu wanapatwa na majini mahaba sana? Kwa nini watu wanasumbuliwa na majini mahaba? Kwa nini watu wanasumbuliwa na machawi yanayosababisha majini mahaba? Kwa nini? Na kwa hivyo tunasema huwa al-ishqu. Ishqu ni kwa sababu tu ya ishqu na matamanio min al-jinni lilmar'ati, matamanio hayo ya kijini kumfuata mwanamke, au al-jinniyati lirajul, au jini wa kike kumfuata mwanamume wa kibinadamu, kama awdahana fi asbabil masi, kama jinsi ambavyo tulivyoweza kuona sababu ya masi katika clip yangu iliyokwisha tangulia. Tumeelezea sababu za kupatwa na sheitani ni zipi sababu zinazopelekea mtu kupatwa na sheitani, na ndivyo hivyo, kwa sababu na hawa ni mashaitani pia ni moja ya sababu kama hizo. Lakini tunakuja tunasema